leo wewe ukitaka kuonekana ni mkweli mbele ya watu, simama na msimamo wa kuwa mtu mrongo, wadanganye watu, basi wewe utakubalika mbele ya watu. Mtume anasema sayati ala nnasi sanawatun khadda'at, itakuja wakati katika maisha ya watu. Mtume anatabiri, maana yake anatahadharisha. Itakuja wakati katika maisha ya watu, miaka za watu kudanganyana. Yusaddiqu fiha alkadhib, mtu yoyote ambaye ni mrongo atafanywa kwamba yeye ndo mkweli. Yani leo wewe ukitaka kuonekana ni mkweli mbele ya watu, simama na msimamo wa kuwa mtu mrongo, wadanganye watu, basi wewe utakubalika mbele ya watu. Wayukadhibu fiha as-sadiq, na mtu yoyote ambaye ni mkweli atafanywa kwa ni mrongo. Leo wewe ukitaka kuonekana ni mrongo katika mshtama, simama na ukweli, simama upande wa haki. Utatajwa kila aina ya majina, utatukanwa, utafedheheshwa. Lakini Mtume akaendelea katika hadithi hii, anasema wayutaman fiha alkhain, na mtu yoyote ambaye ndiyo khain, mtu ambaye leo anawauza Waislamu, mtu ambaye leo anawakhini Waislamu, huyu ndo ambaye atakayeaminiwa katika mshtama. Maana yake wewe leo ukitaka kuaminiwa na watu, wewe wafanyie khiana hawa watu, watakuamini wewe. Wayukhawinu fiha al-amin, na mtu yoyote ambaye ni muaminifu atafanywa kwamba yeye ndio mtu khain. Wewe ukiwa muaminifu katika mshtama leo, watu hawakutaki. Wewe ni mtu ambaye umesimama upande wa Mungu, umesimama upande wa haki, haujawahi kula mali ya mtu, haujawahi kumdhulumu mtu, haujawahi kumuibia mtu. Mtu kama huyu leo katika asiri yetu hii, Mtume anasema hatakikani huyu mtu. Lakini Mtume akaendelea katika hadithi hii akasema wayuhadithu fiha arruwaybidha, Ruwaybidha ndo ambaye atakuwa naongea mbele ya hawa watu. Maswahaba wakamuuliza Mtume, wama Ruwaybidha ya Rasulullah, huyu Ruwaybidha ni nani, ni nini hii? Mtume akajibu akasema arrajulu tafi yatahaddath bi umuri al-am. Arrajulu tafi, Ibn al-Qayyim al-Jawzi ametafsiri tafsiri zaidi ya 10. Anasema arrajulu tafi, mtu ambaye ni mrongo, mtu ambaye ni msaliti, mtu ambaye ni mjinga kuliko wote, hata kama amesoma, huyu ndo ambaye atakuwa naongea kwa niaba ya watu. Na hizi hali ndugu zangu Mtume aliweza kutahadharisha, na leo tunaziona kwa wakati wetu.